Wandugu, nataka niwaambie kwamba dunia tunayoishi, mahali popote pale unapokuwa na uwezo wa kupata mlo wa kila siku, tengeneza mazingira ya sehemu hiyo, nafikiri unaweza ukafika mbali zaidi kuliko kuaminishwa vitu ambao wewe hauna uhakika navyo. Tumeishi miaka mingi, watu waliaminishwa kwamba unapotoka Afrika kuja mabara mengine huku Ulaya, Umarekani na bara zingine, kwamba wewe maisha yako yamebadilika. Lakini hayo ni maneno ya watu tu. Anayeweza kubadilisha maisha ni wewe peke yako, pale unapochukua hatua mahali popote ulipo na kuanza na ile kidogo ulio nayo, waweza kufika mahali tofauti na kuaminishwa kwamba ukitoka Afrika kuja Ulaya maisha yako yanabadilika ghafla. Hayo tumeaminishwa, lakini sio hivyo. Ulaya, upweke unasumbua watu wengi sana, hususan sisi watu ambao tumetoka Afrika. Tumeishi na watu wengi, marafiki, majirani wengi. Ukija kuishi Ulaya, upweke unasumbua watu wengi sana na unasababishia wengine hata magonjwa. Maisha ni ghali sana hapa Ulaya, tofauti na nyumbani kwetu. Ulaya huku watu wanafanya kazi sana, lakini kipato ni cha kawaida tu, na hata ukipata hizo pesa matumizi yake ni makubwa sana kuzidi kipato chako wewe. Maisha ya hapa watu wanajifanya kwamba wako perfect kabisa, maisha yao yako mazuri, lakini wanaumia ndani kwa ndani. Kuna watu hapa Ulaya ambao huu uhuru ambao tuko nao hapa wanautumia vibaya, na uhuru unaenda kuwaingiza sehemu ambao hawakustahili kufika. Kuna watu wengine ambao wanaishi hapa, maisha yao yote ni kushinda kwenye masimu, kushinda kwenye mitandao ambayo haiwezi kuwaingizia kitu chochote ile. Wanashindwa kutumia hiyo mitandao iwe kama kitega uchumi, lakini wanaitumia ili iweze kuwafariji kwa sababu ya upweke walio nao. Kuna watu wengine hapa maisha yao sio yale ambao tena walikuwa nayo kwa Afrika. Afadhali wanajutia kwa nini tulitoka Afrika kuja huku. Afadhali labda tungekuwa tukiishi Afrika, labda hata watoto wangekuwa na hali hii, labda hata sisi tungekuwa na hali hivi. Ijapokuwa kipato chetu kingekuwa kidogo, lakini kulikuwa unafuu kuliko hapa tunapoishi. Hayo ndio maisha watu wanayoishi. Jua kwamba ndugu yangu, unapoishi hapa Ulaya ni lazima utumie akili sana ili uweze kufika mahali fulani, tofauti na nyumbani kwetu. Unapoishi mahali ambao huwezi kuwa na uwezo wa kuwa na shamba, ujue mahali hiyo ni hatari sana, na ndio maisha watu wengi wanaishi huku. Nataka nikushauri kwamba ndugu yangu, popote pale ulipo, mtu asikudanganye kwamba hapo ulipo wewe ni pabaya zaidi ya pale yeye anapoishi. Kwa kidogo unachokipata hapo ulipo, kitumie vizuri, waweza kupiga hatua katika maisha yako. Ukiwa unaishi ndugu yangu sehemu ambao unalipia kila kitu, duka ndio kila kitu, yaani usipokuwa na pesa hautoishi, ujue sehemu hiyo ni sehemu hatari sana. Unapopata mashauri haya ndugu yangu, gawa na watu wengine na ulike video zetu. Asante sana.